Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu sana tena kwa ajili ya nafasi ambayo ametupa ya kutafakari maneno yake ya uzima. Mimi naitwa Mwalimu Musa Musa. Karibu sana, jitahidi usubscribe, lakini pia ulike video yetu hii, lakini pia ushare, watumie watu wengine ili waweze kupata maarifa haya ambayo Mungu ametupatia. Kufanya hivyo utakuwa umefanya kazi ya injili pamoja na mimi. Subscribe, like na share, na ili tuweze kujifunza wengi zaidi. Leo nina mada ambayo ninasema nifanye nini kwenye majira ya Kwaresma. Nifanye nini kwenye majira ya Kwaresma. Watu wengi yakifika majira ya Kwaresma hawajui wafanye nini. Sasa hapa nataka nizungumze mambo kadha wa kadha ambayo kwenye majira na msimu wa Kwaresma unapaswa uyafanye. Jambo la kwanza, namba moja, lazima ufanye matendo ya huruma. Ufanye matendo ya huruma, gusa maisha ya watu, mtu unayeweza kumsaidia, hata kama ni kitu kidogo, hata kama ni kijiko cha sukari, hata kama ni sabuni, kipande cha sabuni. Kama kuna watu ni wahitaji kuliko wewe unawafahamu, unaweza kugusa maisha yao. Kwaresma inataka tufanye matendo ya huruma. Hii ndio swaumu ambayo Mungu ameichagua. Ukisoma kile kitabu cha Isaya 58 utagundua ya kwamba Mungu anazungumzia kuhusu swaumu aliyoichagua. Anasema ni swaumu ya kuwagawia wenye njaa chakula chako, kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumba mwako, au muonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja na wewe. Swaumu au funga ambayo Mungu anaitaka, anataka tufanye matendo ya huruma. Kwa hiyo kama upo kwenye msimu wa Kwaresima, hakikisha unakuwa una matendo ya huruma. Gusa maisha ya watu wahitaji wa aina yoyote, yatima, wajane, mtu yote wa kawaida, lakini kama ni mhitaji basi uguse maisha yake. Na jambo la pili, nini ufanye kwenye majira ya Kwaresima? Funga. Pata nafasi ya kufunga. Hakikisha unafunga kwenye majira ya Kwaresima. Kwaresima ni kwa ajili ya saumu, ni kwa ajili ya kufunga. Kwa jitahidi ufunge, na ufunge kwa namna yoyote ile. Kufunga sio tu kuacha kula. Kuacha kula ni sehemu ya kufunga. Kufunga maana yake ni kuua mwili, kuufiisha mwili. Kwa hiyo kufunga kwa maana ya haraka haraka ni unyime mwili kitu unachopenda. Unyime mwili kitu unachopenda. Kama mwili wako unapenda movie, unyime movie. Kama mwili wako unapenda kulala, unyime usingizi. Hakikisha unaamka kila siku asubuhi na mapema. Unyime kitu ambacho mwili wako unapenda. Kama mwili wako unapenda vyakula vitamu vitamu, mabaga, mapiza, si manini, unyime. Kula vyakula vichungu, kula nyanya chungu, kula vyakula vya kawaida, au kula vyakula ambavyo mwili wako hauvipendi lakini vina afya, kula hivyo. Kwa hiyo funga maana yake ni kuua mwili, kuua ile tamaa ya mwili iweze kufa kabisa. Kwa hiyo jitahidi ufanye kwa kila namna. Unaweza kuwa unakula chakula au unakunywa chai kidogo, au wengine ukifunga unywe maji kulingana na hali yako ya afya, ama unanyonyesha ama ni mgonjwa wa kiafya, una shida ya kiafya. Kwa hiyo funga kwa kadiri unavyoweza, ila hakikisha umeua mwili wako. Unyime kitu ambacho mwili unapenda. Hata kama ni soda fulani ambayo mwili wako kweli siku haiwezi kuisha hujanywa soda fulani, unyime soda. Kama wewe unapenda sana nyama, Kwaresima yote mwili wako unyime nyama. Kama wewe unapenda, unyime kitu ambacho mwili wako unapenda. Utakuwa umeua, na hiyo itakuwa ni funga, roho yako itakuwa ina nguvu. Kufunga ni kuua mwili, na kuua mwili ni kunyima kile ambacho mwili unapenda. Ndio maana ya kufunga. Kama na mwili wako unapenda kusikiliza muziki, bongo flava, si nini, unyime hivyo vitu. Unyime kabisa, unyime, na utakuwa umefunga. Kwa hiyo jitahidi sana uwe na funga yako sawa sawa na ambavyo utakavyoweza. Na jambo la tatu la kufanya kwenye majira ya Kwaresima, make sure unasamehe watu ambao wamekukosea, wamekuumiza, ili Kwaresima yako isiende bure, ili funga yako isiende bure. Hakikisha unasamehe watu. Kama kuna mtu alishakukwaza, amekuumiza, amekutendea hiana, ubaya, mtangazie msamaha kabisa. Utakuwa umefanya jambo la zuri sana. Kitabu cha Marko ile 11:25, Marko 11:25, Biblia inaeleza, inasema ya kwamba ninyi kila mkisimamapo kusali sameheni. Kwa hiyo unaposimama kusali lazima usamehe, na kwenye Kwaresima utafanya sala nyingi sana. Kwa hiyo make sure
unapata nafasi ya kusamehe. Kwa hiyo jambo la tatu la kufanya kwenye majira ya Kwaresima, samehe. Na jambo la nne la kufanya kwenye majira ya Kwaresima, make sure unaomba, unasali. Fanya ibada nyingi, muombe Mungu toba, muombe Mungu upatanisho, muombe mambo mengi, muombe mahusiano, muombe ndoa. Fanya kusali, sali, mfanyie ibada Mungu, lakini pia muombe vitu make. Ni mazingira mazuri kwa ajili ya kuomba. Kuna mpenyo, ni Mungu anakuwa anadhihirisha huruma yake na upendo wake kwa watu. Kwa hiyo ukimwekea ajenda ya unayoitaka, basi atakupatia. Na jambo la nne la kufanya kwenye mazingira haya, majira ya Kwaresima, ni tafuta tabia ya kuacha. Tafuta tabia ya kuacha. Una vitabia vingi vinakusumbua, ama ni dhambi ama sio dhambi. Tafuta kitabia kimoja ukiache. Tafuta tabia moja ukome. Inawezekana ni uvivu, inawezekana ni uvivu, inawezekana wengine ni hasira, wengine ni umbea, wengine ni kurakura, wengine ni usingizi, wengine ni movie, wengine ni kujichua, wengine ni hofu, wengine ni kugairisha vitu. Tafuta kitabia kinachokuonea, ukionee na wewe. Kwaresima hii lazima ukionee, na Mungu atakuwa amekubariki sana na utakuwa umetisha sana. Kwa hiyo jitahidi kwenye Kwaresima, tafuta kitabia kimoja. Yaani tafuta kitabia kimoja, hakikisha unakigaragaza kabisa. Kwaresima ikiisha, mnakuwa mko mbali na utakuwa umetisha sana, mtu wa Mungu. Jambo la sita, tafakari neno la Mungu. Pata nafasi ya kutafakari neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Tafakari upendo wa Mungu. Sasa tafakari habari za kusulubiwa kwa Yesu alivyopanda kwenda Yerusalemu, kusulubiwa kwa Herode, kwa Pilato, msalabani akateswa, akazikwa, akafufuka. Tafakari kuhusu neno la Mungu. Soma kwa kutafakari. Soma neno la Bwana kwa kutafakari katika majira haya ya Kwaresima. Na jambo la saba, mtolee Mungu sadaka kanisani kwako, kwa mchungaji wako, kwa padri, kwa paroko, kwenye madhabahu ya Mungu. Toa sadaka. Hakikisha unatoa sadaka za kutosha kwenye majira haya ya Kwaresima, kwa sababu Yesu Mungu naye alitoa sadaka kwa ajili yetu. Kwa hiyo hakikisha unatambua sadaka iliyotolewa na Mungu kwa kutoa sadaka. Kwa hiyo utakuwa umefanya jambo la baraka sana. Haya ndiyo mambo ambayo nimekutajia, mambo saba ambayo unapaswa uyafanye katika majira haya ya Kwaresima. Mungu akubariki sana. Kama umependa, hakikisha umesubscribe. Lakini pia umelike na kushare, na uwatumie watu wengine wengi, ili tuweze kuungana pamoja na wao waweze kupata maarifa haya. Mimi naitwa Mwalimu Musa Musa, na hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Yesu kaambia wanafunzi wake, wapeni ninyi chakula. Amen.